Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia watuhumiwa 5 kwa tuhuma za kuwatapeli wastaafu mbalimbali na kujifanya maafisa wa TAMISEMI na PSSSF. Watuhumiwa hao wamekutwa na nyaraka 7 za serikali zenye taarifa za wastaafu, mashine 7 za usajili, laini za simu 103 zilizosajiliwa, vitambulisho na simu 11. Hayo yamesemwa leo Agosti 27 ya mwaka 2022 na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Martin Otieno wakati akiwa anaongea na waandishi wa habari ofisini kwake mkoani hapa. Ndugu waandishi wa habari, tumeitana ili basi tuweze kupeana taarifa ya mafanikio machache ambayo yamepatikana kwa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma. Kwa ujumla, hali ya ulinzi na usalama kwa mkoa wa Dodoma ni shwari. Na watu ambao wamekuwa wakijishughulisha na matukio ya uhalifu kwa njia moja au nyingine, tumekuwa tukiwashughulikia kwa mujibu wa sheria, na wamekuwa wakipata adhabu mbalimbali ikiwemo vifungo na adhabu zingine kama hizo. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Dodoma kwa wiki kadhaa tumekuwa tukifanya msako wa kuwatafuta matapeli mbalimbali ambao wamekuwa wakiwatapeli wastaafu. Wamekuwa wakitapeli wastaafu kwamba watawasaidia kwa njia moja au nyingine ili basi waweze kupata mafao yao kwa haraka. Kwa hiyo tunawashikilia watu 5 ambao wamekuwa wakijihusisha kwa wizi kwa njia ya mtandao na wanawatapeli wastaafu ambao walikuwa ni watumishi wa umma kwa kuwaibia fedha zao, na wamekuwa wakitumia mbinu mbalimbali. Kwanza, wamekuwa wakikusanya taarifa za wastaafu na wamekuwa wakiwapigia simu maafisa katika wizara na idara mbalimbali wakijifanya kwamba wao ni aidha ni watumishi ofisi ya TAMISEMI au ni wakurugenzi ofisi ya TAMISEMI. Kwa hiyo wamekuwa wakiomba taarifa za wastaafu. Lakini pia wamekuwa wakisajili laini bandia za simu na kuwapigia wastaafu na kudai fedha ili wawasaidie kulipwa mafao yao kwa haraka au kulipwa mapunjo yao. Aidha, watumia hawa tumewakuta na vitu mbalimbali vitu ambavyo wamekuwa wakizitumia katika kufanya uhalifu wa kuwatapeli wastaafu. Kwanza, tumewakuta na nyaraka kama 8 za serikali zenye taarifa za wastaafu. Ndugu waandishi wa habari, huyu ni mtuhumiwa mmoja wapo ambaye na yeye amekuwa akijihusisha na kuwatapeli wastaafu. Yeye anaitwa David Magesa Makali. Yeye anakuzungumza kwa hiari yake, ameamua azungumze ili basi aweze kuambia umma wa Tanzania ni vitu gani ambavyo kwa akivifanya. Sisi hatujamlazimisha, ni kwa hiari yake ameomba na mimi nimempa hiyo fursa. Karibu David. Mimi naitwa ndugu David Magesa Makali, ni mkazi wa Mwanza. Nimemwomba kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma ili niweze kuzungumza yale niliyokuwa nayafanya. Cha kwanza kabisa, ilikuwa mnamo tarehe 13 niliweza kukamatwa nikiwa Mwanza na askari wa Dodoma. Waliweza kunifikisha hapa, lakini kwa makosa haya ya wizi wa njia ya mtandao, kwa tapeli wastaafu, na taarifa hizi nilikuwa nikizipata kwa maafisa utumishi wa wilaya husika ambao nikiwa naomba taarifa hizo. Ukiwa unajifanya nani? Nilikuwa ukitaka kumpigia unajifanya kama uko TAMISEMI. Unampigia, mimi naitwa fulani, niko TAMISEMI. Nilikuwa naomba taarifa za wastaafu, lakini kulingana na udhaifu wa watumishi walivyo, anaweza akakubali. Anakubali, anakutengeneza, unampa format, anazituma hizo taarifa, baadaye unakuja unageuka huku unakuwa mtu wa PSSSF. Unampigia simu mstaafu wewe. Lakini kulingana na rizani niliyoiomba kwa RPC, naomba wenzangu wanaendelea na utapeli huu wa kutapeli wastaafu, naomba waache, serikali na mkono wake mrefu. Mimi nimemwomba kamanda wa Dodoma ili niweze kuwaeleza wenzangu wanaoendelea na utapeli huu wa njia ya mtandao. Asanteni sana. Asanteni sana. Maana sija kuonekana kwamba tumemshinikiza kutoa taarifa kwa njia moja au nyingine, kwa sababu na yeye kama mtuhumiwa ana haki yake, lakini nimeona si vibaya kwa sababu ameomba kwa ridhaa yake, basi ameyasema hayo kama ambavyo mmemsikia. Nirudia kusema tu kwamba sumu huwa haijaribishwi kwa kuonja. Ukionja sumu basi itakuletea madhara mwilini. Ikiweza pia inaweza na ikakuua.
Kwa hiyo wahalifu wote ambao wanaingia ndani ya Dodoma, wakiingia basi wahakikisha kwamba wanafanya shughuli ambazo ni za uhalali. Ukiingia kwa shughuli zako za kiuhalifu, ujue jeshi la polisi litakushughulikia kwa mujibu wa sheria. Asanteni sana kwa kunisikiliza.